Naitwa Mercy Mmari, ni mtaalamu wa sayansi ya chakula na ni mwenyekiti wa chama cha wataalamu wa sayansi na teknolojia ya chakula Tanzania. Na siku ya leo tuko kwenye mkutano wetu mkuu wa mwaka huu 2026 ambapo tuna mkusanyiko wa wataalamu wengi pamoja na wanafunzi ambao wanasoma sayansi na teknolojia ya chakula, food science and technology, pamoja na wachache ambao kwenye nutrition, lakini pia wanaofanya kazi katika maeneo hayo. Lakini pia tuna maonyesho ambayo tuko nayo ambayo yanahusu wazalishaji wa vyakula mbalimbali ambao ni wengi ni hawa wasindikaji wadogo ambao wengine hawana utaalamu. Kwa tumewakaribisha ili waweze kukutana na wataalamu na kuweza kupatiwa huduma mbalimbali. Chama chetu kina wigo wa watu zaidi ya 900 ambao ni wataalamu katika hii sayansi. Kwa hiyo wachache ambao wamefika ni sehemu ya hiyo, na wote ni kwa ajili sasa ya kuhakikisha kwamba tunawasaidia wasindikaji, wakulima kuweza kufikia vile viwango katika sayansi na teknolojia ya chakula ili tuweze kuimarisha uchumi wetu kupitia chakula. Katika sekta hiyo kuna changamoto gani kwa hao wakulima na wasindikaji wa chakula kwa ujumla? Changamoto ni nyingi, lakini changamoto kubwa sana ambayo tumekuwa tukikutana nayo sisi kama wataalamu, kwanza ni changamoto ya certification ama kupata vibali. Tuna watu wengi ambao wanatengeneza vitu vizuri sana, hata kwenye maonyesho hapa nadhani mnaweza kuwa mmeona, lakini wengi wao hawajui namna ya kufikia kwenye masoko makubwa ama masoko ya nje, jinsi ya kupandisha viwango vyao waweze kupata zile export standards na permits. Kwa tuna wataalamu ambao wamethibitishwa katika viwango hivyo vya ISO ambao wanaweza kuwasaidia na wakapata hizo certification. Mimi binafsi nimesaidia kadhaa kwa sababu nimepata hiyo certification pia ya ISO. Lakini katika hawa watu 900 niliowataja na wengi sana ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini pia kufahamu tu namna ya kupackage ama kufanya ile kuweka label, kuweka nembo kwenye chakula ili aweze kuuza na kuifikishia jamii. Lakini hata namna ya kuchanganya vitu. Nataka kutengeneza unga wa lishe, ajue achanganye nini na nini. Kuwasaidia wajue nini ukichanganya na nini kinakaa vizuri ili tuweze kuimarisha afya.